akabadilisha sheria ambayo ilikuwepo katika Agano la Kale, akaitimiliza, akafanya mambo mazuri ambayo sheria ilikuwa imeyaweka. Bwana Yesu atusaidie. Halafu Yesu huyu katika nyumba ya Daudi, mfalme. Daudi alikuwa ni mfalme, lakini pia Yesu anazaliwa mfalme wa niko peke yangu. Yesu anazaliwa mfalme wa miliki zote duniani. Daudi alikuwa na ufalme ambao ni wa Israeli, lakini yule aliyezaliwa ufalme wake unatawala mbinguni na duniani. Mungu wetu atusaidie. Kwa maana historia ya pekee yake, na huyu Yesu aliyezaliwa, historia yake ni kuu ya kuokoa ulimwengu na kutupatanisha mataifa yote, kabila na lugha zote. Wakati Israeli kwenye historia iliteka mataifa, sisi tulionekana kama washenzi tu. Hivi nakwambia, mtu akisema wewe ni mshenzi hajui. Mimi sio mshenzi kama ninambeba Yesu. Sema amen. Kwa sababu Yesu alinitoa katika historia ile ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ni haramu ya vitu vingine, akalifanya kuwa halali. Kuna watu wengine hata wameokoka hawajijui wala hajiamini. Ila na mimi naweza kutia mashaka kama hujiamini bado. Lakini tuna mwaka mpya, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaiweka historia ya ajabu ambayo haikuwepo hata katika Israeli. Katika Waebrania, angalia historia aliyoiweka. Na mimi nataka wakati huu uweke historia mpya. Sema amen. Sema amina. Uweke historia mpya. Waebrania sura 7 ule mstari wa 14 anasema hivi: maana ni dhahiri ya kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa umetokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki. Katika Israeli, familia ya Yuda, kabila ya Yuda haikuwa na nafasi ya ukuhani isipokuwa kabila ya Lawi. Lakini Yesu alipokuja, maana yeye amebeba yote, akafanyika kuwa kuhani mkuu katika nyumba ya Daudi. Mpigie Yesu makofi. Ndio maana nataka nikwambie, kila binadamu ambaye yuko hapa amezaliwa Mkristo aliyeokoka lazima aondoke na historia mpya, awe na historia mpya katika maisha yake, kwa sababu yeye sio mtu wa zamani. Lazima uandike historia ya maisha mapya, kwamba mimi nimeokoka na ninampenda Yesu aliyezaliwa Bethlehemu, sio kwa maneno. Kwanza umemkiri kwa kinywa chako, na baada ya kumkiri umekubali kuungama dhambi zako. Na tunasema kwenye Biblia, mtu anapoungama ya kale yamefanya nini? Yamepita, yanakuja mambo mapya. Na mimi ningeuliza, au ninapoendelea katika Biblia yetu au kusoma, lazima ujikague ya kwamba ya kale yalifanya nini? Yamebaki mambo mapya. Lakini tutaangalia, je, historia zetu zinasemaje? Je, kweli mtu ambaye ameandika historia mpya tunachoangalia ni nini? Ngoja tuangalie mtu mwingine aliyeandika historia mpya katika maisha yake, tumfuate, halafu tujifuate wenyewe. Mtu mwingine aliyeandika historia mpya ya maisha yake kwa kumwamini Mungu ni Rahabu wa Yeriko. Mungu wetu atusaidie. Rahabu wa nini? Wa Yeriko. Mimi habari zake kule sitasoma, nitakuelekeza,
Ukisoma Yoshua sura 6. Everyone welcome, all about Holy Bible here in Spotify.